Taarifa ya kutisha kuhusu Charles Kitima yatolewa na God Bless Lema. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na kumbuka kusubscribe. Waumini wa kanisa Katoliki nchini Tanzania leo Januari tarehe 5 mwaka huu wameandamana hadi ofisi ya ubalozi wa Vatican wakitoa malalamiko rasmi dhidi ya askofu mkuu wa jimbo la Dar es Salaam Jude Thaddeus Ruwaichi na pamoja na katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania Padre Daktari Charles Kitima, wakisema kwamba wanahofia dharau na dhihaka kwa imani ya Kikristo. Waandamanaji wanadai kwamba hotuba ya kardinali pamoja na misa ya Krismasi iliyoonekana kuwa kali na yenye ukosoaji badala ya faraja na upendo, pamoja na kudai kwamba Padre Kitima amekiuka misingi ya utumishi wake kwa kujiingiza katika masuala ya kisiasa. Kauli ya mwandishi maarufu wa kijamii God Bless Lema, ambaye pia ni mwanasiasa, imeibua mjadala mkali, akieleza kwamba kinachoendelea si burudani wala mzaha, bali ni hatari kwa umoja wa kitaifa na mshikamano wa kidini, kwani inaonekana kuwa ni dharau dhidi ya imani ya Kikristo, kauli ambayo pia inaashiria hofu ya mgongano wa kijamii kama hujazingatiwa vyema. Waandamanaji wanaodai ni waumini wa kanisa Katoliki walisema kwamba hotuba iliyotolewa na Kardinali Ruwaichi katika misa ya Krismasi Disemba tarehe 25 ilikuwa ni mwelekeo wa ukali na vitisho badala ya ujumbe wa matumaini na upendo, ambayo mara nyingi ni sifa kuu ya mihadhara ya likizo ya Kikristo. Wameeleza pia kwamba baadhi ya maneno yaliyotolewa yalihusiana na wanachama waliojitokeza mara kadhaa kudai mabadiliko ndani ya kanisa, na ni jambo ambalo limeongeza msukumo wa malalamiko haya leo mbele ya ofisi ya ujumbe wa Vatican nchini. Kwa upande mwingine, kundi hilo limeitaka tawala za kanisa kuchunguza kwa kina jinsi viongozi wao wanavyoshughulikia masuala yanayohusiana na maadili ya utumishi na utoaji wa huduma za kiroho. Aidha, waumini hawa wamekosoa kile walichokiita ushiriki wa Padre Kitima katika siasa, wakidai kwamba juhudi zake za kuzungumza masuala ya umma na uchaguzi zinakiuka kanuni za kanisa kuhusu ushiriki wa viongozi wa dini katika kampeni za kisiasa, ambalo ni swala linaloibua mjadala wa kina nchini Tanzania mbele ya uchaguzi mkuu Oktoba mwaka uliopita, na matokeo ambayo yalisababisha mgawanyiko wa kisiasa. Tanzania ni taifa lenye amani ya jadi na sekta ya dini iliyo hai, ambapo dini mbalimbali Kikristo pamoja na Kiislamu hufanya shughuli za kiroho bila vizuizi vidogo vya kisheria. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inakiri uhuru wa dhamiri na imani na inakataza ubaguzi wa kidini, ikikubali uhuru wa mtu kuwa na imani yoyote ya kuchagua imani kwa hiari yake, na hii pia inajumuisha haki ya kukusanyika kwa amani na kufanya maombi au shughuli nyingine za kiroho bila unyanyasaji. Hata hivyo, sheria ya jinai ya Tanzania inazuia vitendo vya kudhalilisha imani ya mtu mwingine na kugusa hisia za kidini kwa makusudi. Kitendo ukiukaji wa haki hizi kusababisha adhabu ya kifungo hadi mwaka mmoja. Hii inaonyesha kwamba licha ya uhuru wa kidini kuwa salama kwa katiba, kuna mipaka ya kutetea haki za wengine bila kuharibu mishikamano ya kijamii. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC ni chombo kinachoiwakilisha vikao vya maaskofu wa kanisa Katoliki nchini, na mara nyingi hujieleza hadharani kuhusu masuala ya kijamii na kiroho. Mnamo mwaka 2025 TEC ilitoa wito kwa serikali kushughulikia vikatili wa baadhi ya matukio ya ghasia pamoja na sababu za msingi za migogoro iliyozuka wakati wa uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwaka huu, na maaskofu hao pia walitaka kuwe na uchunguzi huru wa ghasia zilizotokea na kusisitiza umuhimu wa haki na amani. Na katika miezi iliyopita TEC imekuwa ikisisitiza kwamba mapadre na viongozi wa kanisa wasihusishwe moja kwa moja katika kampeni za kisiasa ili kulinda neutrality ya kanisa. Maana yake, viongozi wanahimizwa kutetea haki ya raia kwa njia ya kukemea ukiukaji wa haki za binadamu bila kutangaza upendeleo wa chama au mgombea yoyote.
Pia shirika hili limekuwa likisikitishwa na matukio ya unyanyasaji dhidi ya viongozi wake, ikiwa ni pamoja na shambulio lililomkumba katibu mkuu wa TEC Padre Charles Kitima tarehe 30 Aprili mwaka uliopita katika makazi yake Kurasini, Dar es Salaam. Tukio ambalo baraza la maaskofu liliita la ovu na la kikatili na linalohitaji uchunguzi wa kina. Kwa upande wa serikali, vyombo vya dini na haki za binadamu wamekuwa mstari wa mbele kukemea vitendo vyovyote vinavyoweza kuchochea chuki za kidini. Na Wizara ya Mambo ya Ndani imetoa maagizo kwa jeshi la polisi kuchunguza na kukamata wahusika wa matukio yanayoweza kuvuruga amani, ikisisitiza umuhimu wa kulinda amani na usalama wa raia wote bila ubaguzi wa kidini. Ripoti ya uhuru wa dini nchini Tanzania zinaonyesha kwamba ingawa katiba inalinda uhuru wa imani, mikakati utekelezaji wa sheria lazima iwe madhubuti ili kulinda haki za wote, na kwamba migogoro ya kisiasa na ghasia inaweza kuathiri utendaji wa uhuru huu. Tangu kupata uhuru wake mwaka 1961, Tanzania imejivunia utamaduni wa amani ya kidini ambapo Wakristo na Waislamu wanaishi pamoja kwa miaka mingi bila migogoro mikubwa ya kidini. Imani za dini zote zimekuwa zikijumuisha masuala ya kijamii, ustawi, elimu na afya, ambapo taasisi za dini mara nyingi huendesha shule, vituo vya afya na huduma za kijamii. Na hata hivyo, mwangaza mpya umeibuka kwamba wakati wa siasa kali au uchaguzi, upinzani wa maoni unaweza kupanuka hadi kufikia kiwango cha kuchukua nafasi ya kuibatiza tamaduni hizo za amani. Tukio la jana la maandamano linakumbusha kwamba dini inaweza kuchangia hisia za umma juu ya masuala ya kijamii na siasa, huku ikizusha mjadala juu ya nafasi ya viongozi wa dini katika mijadala ya umma bila kuvuruga amani ya taifa. Mgogoro huu wa kijamii unaonyesha wazi umuhimu wa kulinda uhuru wa dini na haki za kiroho kwa pande zote bila kuvuruga mshikamano wa kitaifa. Kwa mujibu wa katiba, kila Mtanzania ana haki ya kuchagua na kutelekeza imani yake bila hofu ya dharau na dhihaka kutoka kwa mtu yeyote. Malalamiko ya waumini haya yanatokana na hisia za kina juu ya jinsi viongozi wa dini wanavyoshughulikia masuala ya kijamii na kisiasa, na ni muhimu kwa viongozi wa dini na serikali kufanya mazungumzo ya wazi na ya heshima, kuhakikisha haki ya kila mtu zinahifadhiwa na kwamba dini haijatumika kama chombo cha kuibua chuki. Na ikiwa mambo haya hayatatatizwa kwa busara na kwa uzingatiaji wa sheria za Tanzania, kuna hatari ya upotoshaji wa amani na mshikamano wa kijamii uliowekwa kwa miaka mingi. Ni kwa sababu hii tu hoja hizi zinazozunguka dini si za kisiasa peke yake, na zinahitaji utambuzi wa kina na majibu yanayotetea haki, amani na mshikamano wa taifa. Ndio hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa TanzaPulse. Tafadhali tu support kwa kusubscribe na kulike video zetu, na vilevile kushare kwa jamii na marafiki.